Usiwahi tamani maisha ya mtu. Wacha maisha ya mtu ikupe motivation. Lakini ukisema unatamani hayo maisha, wewe umemuona tu mtu huyu mahali amefikia. Hujui alianzia wapi. And that's why huwa naelezea watu, before uingie mahali ama before ufate mtu, jaribu kuangalia historia ya huyu mtu, ameanzia wapi mpaka hatua ambayo amefika. Mtu unapoanza, unaanza in the root, ndo ifike ule maembe ama ule machungwa ama ule chochote kile ambacho kinaonekana juu. Wewe unatamani tu maisha ya mtu, unaona unasema tu nataka niwe kama celebrity fulani, nataka niwe kama mwimbaji fulani, nataka niwe kama mtu fulani. Mungu akikupa hayo maisha unaanza kusema mimi siwa hivi, kwa sababu umetamani maisha yake. Haya, tembea kama vile alivyotembea. Historia za watu ambao wamesimama leo hii mpaka mnawatamani na kuwathamini ni historia ya ugumu. Ukifuatilizia maisha yao ni ya machungu na matatizo. Wengi ambao wamesimama mpaka leo hii wamekita misingi, maisha yao ama historia yao ilikuwa ni ya matatizo na mateso ambayo leo hii ukafunuliwa hutatamani. Na ndio maana huwa nasema a good teacher, mwalimu mzuri ni yule mwalimu ambaye amepitia experience. Hata unapoingia madhabahuni popote, jaribu kuangalia huyo mchungaji, historia yake alianza wapi. Si mtu tu basi ndio huyo ameninio tu Mwalimu mzuri ni yule ambaye amepita experience, either akaanguka ama either akafuzu. Aliyeanguka atakwambia mimi nilifanya hii na hii na ndio maana sikupita. Utaweza kujitoa katika hizo njia ili uweze kupita wewe. Na aliyepita atakuelezea nilifanya hivi na hivi na ndio nikaweza kupita. Leo hii kuna watu wengi wamesimama sana, lakini kati ya watu wengi ni wachache sana ambao wamesimama katika nguvu zao. Wengi wao wamesimama katika nguvu za watu wengine. Unatamani maisha ya mtu, kumbe amekalia nyota za watu, anatatiza watu. Kuna watu wanahangaika juu yake kusimama huyo. Kuna watu wa haki kweli wamesimama kabisa nguvu zao. Mungu amewainua kupitia yale ambao wamepita, wamenolewa. Unapata mtu aliposimama kweli unajua kabisa huyu historia yake akikuelezea unaona dada umetoka mbali ama kaka umetoka mbali. Lakini kuna wale ambao wamesimama lakini wamekalia nyota za watu. Jaribu kuangalia ni wapi unatamani na ni wapi unaelekea. Si kila mtu ambaye atasimama aseme mimi nauza hii ama mimi naimba ama mimi niko kwa spirituality. Si kila mtu atakushika mkono akuelekeze mahali palipo mema. Wengine watakuelekeza kwa matatizo. Jaribu kujichunguza na kujielewa. Ujue ni wapi unapoelekea kupata amani yako, kupata upendo, kupata mafunzo na mengine mengi. I hope umenielewa vyema.